Gen Z katika maandamano ya Disemba 9 wazidi kushangaza dunia kwa sababu siku ya leo waliweza kujitokeza kwa kubwa sana, and of course kuna maafa tofauti ambayo yameweza kutokea katika ile maandamano, na imezidi pia kuwashangaza watu wengi kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ukilinganisha maandamano ambayo yaliweza kupita na hii ya leo imekuwa ni kubwa sana kabisa. Ukiangalia kwenye mitandao ni watu tofauti pia siku ya leo wameweza kujitokeza ili pia kuweza kushiriki katika ile maandamano. Kumbuka pia kuna viongozi kutoka katika serikali, and of course maafisa wa polisi pia katika clips fulani ambazo zimeenda viral kwenye mitandao wameonekana kabisa wakisupport Gen Z na wakisema kwamba hawamtaki kabisa Mama Samia Suluhu. Na kumbuka hii issue imezua reactions tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Ukiangalia pia viongozi katika nchi tofauti wamekuwa na maoni yao kwao kutokana na hii issue kwa sababu kumbuka katika maandamano ambayo yaliweza kupita kuna maafa makubwa ambayo yaliweza kusababishwa na Gen Z, and of course siku ya leo pia imeonekana kwamba maafa yatakuwa ni makubwa kwa sababu numbers ama Gen Z wameongezeka katika numbers, na ukiangalia katika streets wamekuwa ni wengi sana, kitu ambacho kimefanya serikali ya Tanzania pia imelazimu kuweza kudistribute ama kusambaza maafisa wa polisi katika kila main city kule Tanzania kwa sababu ya maafa ambayo Gen Z wanazidi kusababisha kutokana na maandamano ya Disemba 9 kule Tanzania. Na watu wengi pia wako na wasiwasi kutokana na maafa hayo kwa sababu kumbuka katika maandamano ambayo yaliweza kupita watu wengi waliweza kupoteza uhai, na katika maandamano ya leo pia hatujui kabisa kwa sababu ukiangalia maandamano ya leo yamekuwa ni makubwa sana kushinda yale ambayo yaliweza kupita. Gen Z wakijihami na kusema kwamba hawamtaki Mama Samia Suluhu kabisa na wanataka aweze kujiuzulu. Kumbuka kampeni za kwake ziliweza kuzua reactions tofauti pia, ikiwemo wasanii na watu ambao waliweza kumsupport Mama Samia Suluhu waliweza kupata hasara tofauti. Wengine waliweza kuharibiwa ama biashara ya kwao iliweza kuharibiwa na Gen Z ambao wako na hasira na kusema kwamba hawamtaki kabisa Mama Samia Suluhu Hassan aweze kuiongoza ama kuliongoza taifa la Tanzania. Na kumbuka katika Trendy Reports tunazidi kufuatilia ile issue ama ile story ya maandamano kule Tanzania ili tuweze kukuletea update ama tuweze kujulisha nini kinazidi kuendelea ama ni solution ipi ambayo Gen Z ama maandamano ya siku ya leo yataweza kuishia wapi, kwa sababu ukiangalia ndo yanashika chini ama Gen Z wanazidi kuongezeka katika streets wakisema kwamba leo lazima Mama Samia Suluhu wamtoe katika kiti ama hawamtaki kabisa na wanataka aweze kujiondoa ama kuweza kujiuzulu. Kitu ambacho unafanya subscribe kwenye channel ya kwetu ili uweze kupata kila updates na kila tukio.